Tafungua sura ya 4 Mwanzo, mstari ule wa 9 hata wa 15. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu nitasoma, na Bwana Yesu atusaidie. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi, ni mlinzi wa ndugu yangu. 10 akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Sauti ya damu inaomlilia Mungu mahali hapa, inaopiga makelele. Kwa ajili ya hiyo ndiyo iliyotuleta kwenda kusema na Mungu jioni ya leo. Amen. Haleluya. Haleluya. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa. Ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Amen. Tunakuja kuzungumza kwa habari ya adhabu au mzigo ambao ni mzito unatulemea watu wa mji huu. Mzigo wa kuhangaika na hili daraja ni damu. Ni mzigo ambao hauchukuliki, haukupi hatua, haukupi kusogea, haukupi kuvuka, haukupi kufanikiwa. Ni sauti ya damu. Ni mzigo mzito sana, ni mzigo unaolemea sana, ni mzigo ambao shetani anaujua, na ndio maana kwa namna yoyote anahakikisha watu wanamwaga damu. Anajua ni mzigo ambao nitawabebesha, hawataweza wapige hatua. Nitawakamata dakika chache, nitawazuia, nitawakwamisha. Tuko hapa kwa ajili ya huo mzigo, ili Bwana aweze kuchukua jioni ya leo. Haleluya. Ili tuweze kupiga hatua nyingine, ili tuweze kuwa na hatua, ili tuweze kuwa na maendeleo hata kwenye familia. Hakika shughulika na mzigo wa damu. Ni mzigo unaolemea, ni mzigo ambao hauchukuliki. Kwenye taifa shughulika na damu, kwenye ukoo shughulika na damu. Na ndio maana jioni ya leo tumefika hapa kushughulika na damu. Nadhani kwa macho yetu, kwa masikio yetu, na kwa taarifa mbalimbali tumesikia jinsi ambavyo huu mto umemeza damu nyingi. Haleluya. Na nchi yetu pia imepokea damu nyingi, na hata kwenye mitaa yetu. Haleluya. Kwa hiyo Bwana anaenda kutusaidia, kwa sababu kama neno linavyosema ni mzigo ambao uchukuliki. Na yeye ametuambia katika Mathayo 11:28, njoni kwangu ni nyote msumbukao na mzigo unawalemea, niwapumzishe. Tumejua kumbe kuna mahali tunaweza kupumzika, na Yesu ametukaribisha katika mwaliko mkuu sana, ili tuweze kupumzika na mambo ya kuhangaika na hili daraja, na kwamba wengine peko wanateguka miguu, na kwamba mvua ikinyesha ni usumbufu na ni shida, na wengine wakakimbia hata miji yao, na wengine wameshindwa kufanya. Watu wengine wameamua hata kuacha kujenga kwa sababu ya kuogopa, na kwa hiyo inazuia hatua ya kusonga mbele. Utakaa kwenye nyumba ya kupanga kisa unaogopa, na hii ni mzigo ambao hauchukuliki. Na shetani anajua, na kwa sababu hiyo tutaenda kukupa namna ambavyo damu inalemea kwako. Utajishuhudia jinsi damu inavyokulemea, haijalishi, lakini tutakupa mazingira ambayo hizo damu zinamwagika, na hii nchi inapokea na inapiga makelele mazito. Sauti yake Mungu hawezi kufanya kitu na wewe, kitu na watu, kama kuna sauti. Na sauti ya damu inapiga makelele kwa nguvu sana mbele za Mungu aliye mtakatifu na mwaminifu na mkamilifu. Neno linasema utakapoilima hiyo ardhi haiwezi kukupa mazao yake tena, unakuwa mtoro. Na wengine wametoroka nyumba zao, wako watoro mpaka nyumba zao. Unatoroka nyumba yako mwenyewe, toroka mahali pako mwenyewe. Ni damu. Bwana Yesu atusaidie. Anazungumza hivi, hii damu ni mzigo ambao uchukuliki.
Na anasema mstari wa 14, tazama umenifukuza leo katika uso ardhi, katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kwa hiyo damu sio tu kwamba inakufanya kuwa mtoro. Damu, ardhi inapopokea damu yoyote, mara moja ile damu inapoingia, mara moja uso wa Mungu unakuwa mbali na wale watu. Amen. Mara moja. Na ndio mtindo wa shetani, ndio kitu ambacho shetani amevumbua katika damu. Na wengine wanamwaga damu hali hawajui kwamba wamesababisha ardhi inapiga makelele. Hawajui kwamba hiyo damu waloimwaga ngawa ni kidogo wanadhani, au kwamba Mungu haioni, lakini hiyo damu ndio mzigo ambao unamfanya Mungu awafiche, asiwaangalie. Na kwa hiyo shetani atawaburuza anapotaka. Shetani atawachezea anapotaka. Shetani atawashikilia kuna kupiga hatua kama Mungu ambavyo alikusudia mfike, ni hizo damu. Lakini anasema ardhi inakuwa mbali. Sisi jamani, binadamu asili yetu ni ardhi, ni mavumbi, ni nchi. Kwa mavumbi ya ardhi, ndio maana tunapokufa nasema umetoka mavumbini unarudi. Asili yetu ni mavumbi, ni hii nchi. Asili yetu inapopokea damu, chakula, watu wanajua tu Freemason wanakunywa damu. Sikia, kuzimu chakula chao ni damu. Kuzimu chakula chao kikubwa ni damu. Kwa hiyo sasa ikipokea damu, tayari mapepo yameshakimbilia hapo. Majini yameshakimbilia hapo, majoka yameshakimbilia hapo, mizimu imeshajaa hapo. Kwa hiyo ile ardhi, yale mapepo, ulimwengu wa giza unapokuwa umejaa hapo, na sisi asili yetu ni ile ardhi. Kwa kifupi, ile mizigo ile kuna ile ardhi ambayo imepokea damu iko juu yetu wenyewe. Ndio kulemewa huko ambako Mungu anazungumzia, ndio kulemewa ambako huwezi kupiga hatua. Kwa sababu ardhi yetu ambayo tumepewa tumiliki, tufaidike, tutawale, imepokea mzigo wa kuzimu, wa laana. Mlaaniwa yuko hapo, majeshi ya laana yako hapo, ya kuzimu yako hapo, na walaaniwa nao wachao wako hapo. Utapambana na wachao, wataondoka kidogo kama unaojua kuomba, baadaye wapo wanaiona damu. Chakula chao ni damu. Na ndio maana Biblia inazungumzia pia, sio tu kwamba usimwage damu, lakini hata kula damu usile. Amen. Hata damu usile, kwa sababu unafungua mlango kwa majini, mapepo. Amen. Tunashindana na falme ya mamlaka, wewe huku unakunywa damu, kisusio unacho, aspro wengine wanaita. Ukichinja kidogo, wewe unataka kwanza utangulize damu, sijui na mapupu, sijui na nini ule. Unaruhusu kwenye malango ya mwili wako ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu, ufalme wa kuzimu, majini, mapepo yaingie. Amen. Amen. Lakini Mungu anazungumzia hata ukichinja, yamkini unatamani tu kuku, mbuzi, ng'ombe wa kwako, umechinja, ardhi ile ikipokea damu, usipoifukia, kuzimu, majini, mapepo wakiona damu ni chakula chao, wanakuja hata kama hujawaita, hata kama hujawakaribisha. Shetani ni mwivi, habishi mlango, hakuambii na kuja, tofauti na Mungu aliye hai, mwaminifu, mtakatifu, mpaka umkaribishe. Amen. Haleluya. Haleluya. Wakiona damu, majini yako hapo, na neno la Mungu linasema hata ukichinja, fukia ile damu, maana wenyewe hawasubiri. Wao watajua kwamba tumetolewa sadaka, na watasema ametuchinjia sisi, watakuja wakutese mwenyewe, na bila kujua utaendelea kushikiliwa. Wameiona damu, wanakunywa damu, wanaifuata damu, watailemea hiyo ardhi, watazuia usimiliki, watazuia usipige hatua, watazuia watoto wako, watazuia baraka zako, watazuia akili na ufahamu, kwa sababu yanayokuja hapo, majini mahaba yapo, yanataka damu. Roho za mauti zipo, nuksi, magomvi, haya yote ni mapepo, haya yote ni ufalme wa giza. Na neno linasema tunashindana na falme,
na wenye mamlaka wa kuagiza majeshi ya pepo ambayo hayana idadi. Yaani kwamba ni majeshi kama unavyoona jeshi la duniani la taifa yana sekta tofauti tofauti. Kwa hiyo ukiona hali fulani haiendi vizuri, ni ufalme upi, ni majeshi yapi, lakini chakula chao cha kwanza tunachofanya waje kwenye maisha yetu, kwenye miliki yetu, kwenye sehemu zetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, hata kwa watoto wetu, kwenye ndoa zetu, na kukosesha furaha, ni hayo ambayo tunayamwagia damu sisi wenyewe. Sema tupone. Jioni ya leo tumekuja kuileta damu ya thamani. Tumekuja kuileta damu ambayo yenyewe inanena mema. Tumekuja kuileta damu ambayo kama tulivyosikia na ndivyo tulivyoimba inasafisha kabisa. Tumekuja kuileta damu ya mmoja, ya mwenye haki, ambaye yeye damu yake haikufanyika katika sayari dunia, hakuitoa kwenye madhabahu yoyote ya dunia hii, tofauti na damu za waganga, ushirikina na watesi na adui, tofauti na damu za zile za mila za matambiko na mazindiko tunayozindika kwenye nyumba zetu, kwenye sehemu za kazi na biashara zetu, hata kwa watoto wetu na hata wengine ni chale. Hayo yote ni malango ya majini yapate kuingia. Tumeileta damu isiyo na ila, tumeileta damu isiyo na wa, tumeileta damu isiyokuwa na doa lolote, na neno linasema Waebrania 9:22, pasipo kumwaga damu yake ile la kwanza liondoke, hiyo laana iondoke, hiyo nuksi iondoke, hiyo mikosi iondoke, huo maskini uondoke, huo tasa uondoke, hivyo vifungo pia viondoke, hiyo mauti hapa iondoke. Hizo laana zitaendelea kuwepo mpaka zikutane na damu ya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Hata hichi kikwazo kilichopo kwenye hili daraja hakitaondoka. Ndio maana tumeleta damu inaopita maagano ya damu zote za mbuzi zilizotolewa, za kuku zilizochinjwa na wachawi, na maneno walioyatamka yataondoka jioni ya leo, kwa maana inaenda kukutana na damu ya Yesu Kristo. Manuizo walionuiza yanaenda kuondoka, kwa maana tunaleta damu yenye nguvu na kuzidi, na itakayonena mema kwa habari ya kuvuka kwetu na kwenda hatua nyingine katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuko aliyeshinda yote, na yeye Kristo Yesu alisema, tazama nimeingia patakatifu pa patakatifu, kwenye madhabahu zinazopita madhabahu zote zinazonena kwenye sayari ya dunia, kwenye madhabahu ambayo kufanyika kwa mikono ya wanadamu, kwenye madhabahu ambayo Mungu mwenyewe alifanya kwa hema iliyo kubwa, kwa hema iliyo kamilifu, tena takatifu zaidi ya Mungu Baba wa mbinguni. Hiyo damu itashuka jioni ya leo na itaondoa agano la kwanza na mauti yake na kila laana iliyo ndani ya watu wake, na ardhi itaenda kupokea uzima jioni ya leo, inaenda kuponywa kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Sikia, damu ya Yesu inasafisha. Ukiona kitu kimeendelea kubaki, ukiendelea ugonjwa umeendelea kubaki, ukiona shida imeendelea kubaki, utasa, mauti, uharibifu, umaskini, damu haijaingia. Damu ya Yesu haijaingia. Damu ya Yesu haijaingia. Na kuambia ruhusu jioni ya leo kwamba kuna mahali hakuna ndoa pia, kwamba kuna mahali hakuna uzima, kwamba kuna mahali hakuna kuvuka. Kama tulivyokuwa tumechoka, angalia hata watoto wanaosumbuka jioni ya leo. Tutaileta damu, na mwakani majira kama haya tutasema lingine. Haleluya. Sasa hivi wanahangaika, wengine mpaka wamevunjika miguu kwa sababu ya daraja ambalo limegoma, na kuambia ambalo linazuia hakuna kuvuka, na kuhakikishia majira haya mwakani. Leo tunaileta damu ya Yesu, inaenda kuondoa kila ambacho kinakwamisha majira na miaka mingi. Watu wamechanga hela wakafika mahali wakachoka. Jioni ya leo damu ya Yesu itaingia, ambayo inaenda kulipa gharama zote za damu zote, walotoa damu za kuku, walochinja mbuzi, haijalishi, walotambika kwa sadaka za damu za watu, na kuzimu yenyewe inaenda kukutana na hiyo damu ya Yesu, na inaondoka na uzima na uponyaji, na hatua mpya inaenda kuingia katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Sikia, damu ya Yesu inasafisha kabisa. Watoto wetu hatasumbuka tena,
Watoto wadogo hao watakuwa kwenye hati tena. Angalia, wengine wanasubiri watu wazima wavushe, wengine ni wagonjwa wanavukaje namna hii, wengine ni wajawazito watavukaje namna hii, wengine wako kwenye machela watavushwaje namna hii, wengine watanani usiku watavukaje namna hii. Yuko Yesu anakuja kutuvusha jioni ya leo kwa damu yake ya thamani, kwa gharama ambayo si kwa fedha, si kwa dhahabu, ni kwa damu ya thamani, ni kwa damu ya thamani, ni kwa damu ya thamani. Yeye atatuvusha katika kivuko ambacho tumehangaika sana, watu wa mji huu. Haleluya, 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 haleluya. Na mbingu zinaenda kutenda zenyewe. Bwana Yesu anaingia kazini kwa sababu ataenda kuiona damu yake mahali hapa. Ataingia mwenyewe, atafanya mwenyewe, kwa maana utukufu wake unaingia. Yeye aliye mfalme wa falme, mjenzi mkuu. Haleluya. Nitasoma Misali 8, Roho Mtakatifu amenishuhudia. Bwana Yesu anasema, haleluya, haleluya. Neno lake Misali 8, mstari kuanzia ule wa 20. Neno la Mungu linasema, natembea katika njia za haki, katika mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Lakini 22 anasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia zake. Tunamleta yeye ambaye alikuwa toka mwanzo, mwanzo wa njia zetu. Amen. Aweke yeye. Haleluya. Anasema, nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia alitukuka sana, na hata milele ametukuka. Amen. Amen. Anasema, wakati visipokuwapo vilindi nalizaliwa, wakati visipokuwapo chemchemi zilizojaa maji. Wewe unakuja leo unafuta maji. Tunamleta Niko ambaye Niko alikuwapo, aliyepo na atakayekuwapo milele. Haleluya. Anajua kuzikamata chemchemi, anajua kukamata daraja, anajua yeye hizo njia zikavyofanyika. Lakini sikia, anasema kabla milima haijawekwa imara, vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde, ili bonde tu kitu kidogo sana, wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Alipozithibitisha mbingu na alikuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi. Yani ile bahari ijae furike, hakuna kuvuka. Huu mtu tumeona ukifurika, lakini umewahi kuiona bahari ikifurika? Ingekuwa imejaa leo huku. Mafuriko yote yanayofurikisha dunia, mafuriko yote yanayogharikisha watu na miji yao, watu na makazi yao. Unasikia Morogoro huko, wapi huko, gharika, watu wanakosa mahali pa kukaa, lakini bahari haijawahi kugharikisha. Huyo ndiye Mungu. Yeye ndiye aliyeamuru kwamba hautakaa ugharikishe. Mwisho wako ni hapa, na mpaka leo inaishia hapo. Haleluya. Mito itajaa, itafurika, itapeleka maji baharini, lakini bahari haijawahi kutapika. Haleluya. Yani kwamba haijawahi kugharikisha kiasi kwamba iseme mito nimejaa, msiniletee tena maji mengine, nimetosheka. Haijawahi, na haijawahi kuvuka ule mpaka pale ilipowekewa kwamba ukingo wako ni hapa, hautazidi. Milele na milele inaishia hapo. Ni amri. Huyo ndiye tunayemleta jioni ya leo. Kuna neno na amri inaenda kuwekwa mahali hapa, ili watu waweze kukaa katika amani, katika nchi ambayo Bwana ameweka watu wakae. Anasema, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Tunamleta aliye stadi wa kazi ya kujenga daraja, ya kuunganisha maisha ya kaya salama. Tunamleta aliye stadi. Anasema, nikawa furaha ya kazi yake kila siku, nikifurahia daima mbele zake, nikifurahia dunia inakaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu.
Furaha yake ni pamoja na wanadamu. Atawezaje kufurahi kama hatufurahi? Lazima atufurahishe, na kwa sababu tumemleta na tunataka tufurahishe leo jioni hii, katika damu yake ya thamani ataenda kuileta furaha ambayo iliondolewa kwa sababu ya damu ambazo watu walizimwaga, kwa sababu ya damu ambazo za watu ziliingia, kwa sababu ya damu ambazo zinalia juu ya nchi hii, juu ya mito hii, juu ya mipaka hii, juu ya malango ya mahali hapa. Haleluya! Lumumba sikia, Kibwegele sikia, Ondogo sikia. Hata kama uko wapi, tuko hapa kwa sababu yuko ambaye alikubali kutoa na kumwaga damu yake. Amina. Na kwa sababu damu yake ina nguvu, tutaenda kuiona nguvu yake jioni ya leo. Haleluya. Tasoma Waebrania 9, nitaanzia 15, 20 na 22. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Yesu Kristo ni mjumbe wa agano jipya. Sikia agano, kwamba kulikuwa na damu, ilikuwa ni agano lingine, na ilikuwa na wajumbe waliokuwa wanazungumza na kutenda vingine. Tunamleta Yesu, tunaleta damu yake, tunaleta agano lake, na yeye mwenyewe ndiye mjumbe kwenye milki, kwenye nchi ambayo ametuweka. Na kwa sababu alisema nimekuweka ulime utunze, jioni ya leo tunahakikisha kwamba tunalima palipoharibika, tunalima penye michongoma na miba, tunalima kwa njia toba na maombi. Tunaenda kuyaomba jioni ya leo. Amen. Ili kutunza, ili pakae sawa. Yeye ni mfalme wetu na Mungu wetu, ili kuthibitisha ile furaha. Amina. Anasema ili mauti kisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini agano la kwanza, walioitwa walipokea ahadi ya urithi wa milele. Kuna ahadi, baraka, urithi tunaotakiwa kumiliki, lakini kwa sababu tu ya hii tunachelewa, tunashindwa, tunakwama, tunazuiliwa. Mungu anazungumza, ulimeni udongo, msipande mbegu kwenye miiba, kwenye michongoma. Tunaenda kuingia kwenye toba, ambao kwa hiyo tunaomba kwa ajili ya lile agano la kwanza, miiba yake, michongoma yake, wajumbe wake, wasimamizi wake, majeshi yake, laana zake na kizuizi kilichokuwa kimeshikilia. Haleluya. Kwa hiyo popote pale ulipo, hii ardhi kama alivyosema kwenye Mwanzo 4, akasema ilimesikia, ikafungua kinywa, ikapokea damu ya ndugu zao. Hiyo ardhi imelaaniwa. Ardhi ina kinywa, na anasema ardhi imesikia, ardhi pia imeona. Kwa hiyo kuna vingi ardhi hii inashuhudia kwa habari, na kwa hiyo ina ushahidi wa mengi yaliyofanyika na yanayoendelea kwenye ulimwengu wa giza. Baada ya damu kumwagika, baada ya damu za ndugu kumwagika, baada ya damu kutolewa, imeona mengi, inashuhudia mengi yakifanyika hapa. Wewe unashuhudia kidogo sana na kuhakikishia, lakini giza lenyewe, ulimwengu wa giza, na wale wa nuruni wa kweli wanajua yanayofanyika ni mengi. Haleluya. Kwa hiyo kwa kuwa imeona na masikio yake imesikia kila kinachosemwa, kinachofanyika, kinachoendelea, kinachonuiziwa, kinachonenewa, hata sisi tunaenda kunena neno ambalo litaondoa yale maneno mengine. Nasi tunaenda kuleta damu ambayo itanena vizuri, badala ya laana itasikika vizuri. Sasa damu ya Yesu, damu inanena mema. Damu ya Yesu, damu inanena mema. Damu ya Yesu, damu inanena mema. Oh, damu ya Yesu, damu inanena mema. 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 Damu ya Yesu inapita damu zote. Damu ya Yesu, damu inatusafisha. Damu ya Yesu, damu inanena mema.
damu ya Yesu, damu inanena mema. Kaka yangu, dada yangu, ni upendo wa Mungu Baba tena ametupa nafasi tena jioni ya leo kupitia hii damu ya Yesu ambayo inanena mema, kama ambavyo neno la Mungu linavyosema kupitia kitabu kile cha habari ile ya Kaini na Habili. Neno la Mungu linasema kwamba damu ya ndugu yako inanililia katika ardhi. Dada yangu, kaka yangu, hizi habari ni habari njema, habari za furaha kwako. Na jioni ya leo Yesu Kristo anakupenda sana, ndio maana hata ametuletea habari hizi njema ili tuweze kupona, ili tuweze kusafishwa kwa damu yake ya thamani. Amen. Amen. Kaka yangu, dada yangu, Kaini akasema kwamba baada ya maagizo yale Mungu alivyomlaani, akasema kwamba mzigo umekuwa ni mzito kwangu. Hebu mtumishi wa Mungu tusomee ile andiko. Karibu tusomee pale pale kuhusiana na habari ya ndugu yetu huyo Habili. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi, ufumbua kinywa chako, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Amen. Amen. Jamani, barikiwe. Unaona jinsi ambavyo Kaini hapo alivyokuwa baada ya kufanya lile tukio. Kaka yangu, dada yangu, wewe kama kijana, wewe ambao unaifanya dhambi, wewe ambao unafanya uzinifu, wewe ambao unaezini, kwa namna hii nyingine tumemwaga damu nyingi sana, damu zimemwagika. Dada yangu, umetoa mimba, kijana umemwaga damu, umeshirikiana na wewe ukampa ujauzito huyo dada, mkafanya naye uchafu, mkafanya naye uzinzi, na hatimaye mkapatana kwamba tukaitoa hii mimba, na hatimaye mkamwaga damu. Na ile damu, neno la Mungu linasema kwamba inamlilia Mungu kutoka kwenye ardhi. Ndio maana leo hii ndugu yangu unatembea katika laana hizo. Na leo hii unatembea katika laana hizo kwa sababu ya damu hizo ambazo umezimwaga. Kaka yangu, dada yangu, tafakari ujumbe wa jioni ya leo. Tafakari habari ya damu hii ambayo kama neno la Mungu linavyosema, sio hizo tu, damu umemwaga, damu za kuku ambazo hazina hatia, umezipeleka kwa waganga, ukachinja wanyama wale, ukatoa kama sadaka, ukatoa kama kafara ili uweze kusaidiwa kwa habari ya biashara yako. Na wengine walitoa kuku, wakachinja, wakafanya kama makafara kwa ajili ya kufanikisha mambo yao. Wengine wakamwaga damu za wanyama, wakamwaga damu za kondoo, wakamwaga damu za ng'ombe, wakamwaga damu za mbuzi. Damu zote zile ndugu yangu zinalia kutoka katika ardhi. Lakini sio hizo tu, ukafanya uchafu, ukafanya uzinzi, ukatoa mimba. Damu zote zile zinamlilia Mungu. Na hiyo ni laana kwako wewe mwanadamu. Na hiyo ni laana kwako mama yangu. Na hiyo ni laana kwako kijana. Na hiyo ni laana kwako mzee. Na hiyo ni laana kwako mtoto. Kaka yangu, dada yangu ambao unanisikia, wewe leo hii mpaka watoto wadogo wanatoa mimba, mabinti wa shule. Hawa mabinti wa shule ambao mnaona kabisa binti wa form 1 darasa la 7 wanatoa mimba. Hizo zote ni damu ambazo zinamlilia Mungu kutoka kwenye ardhi. Na wao ambao ulishirikiana naye kumshauri kwamba utoe mimba. Mwingine ni mzazi, alivyoona kwamba mtoto wake amebeba mimba bado anasoma shule, akasema haiwezekani, mimba yetu tunakwenda kuitoa. Akasema haiwezekani, toa mimba ile ili mtoto wangu aweze kusoma. Hiyo damu inamlilia Mungu kutoka kwenye ardhi. Umemshauri mtoto wako akatoe mimba. Umemshauri mwanao akatoe mimba. Ikiwa wewe ni baba umemshauri kwamba hapana, hii aibu mimi siwezi kubeba hii aibu, kwa sababu unaona kama mtoto wangu amebeba mimba kwa mdogo sana, naenda kutoa mimba hii kwa daktari yule, naenda kutoa mimba hii kwa mama yule ambaye ni mtaalamu. Damu hiyo inamlia Mungu kutoka kwenye ardhi jioni ya leo. Ndio maana Mungu ametuleta hapa kusema na wewe. Ndio maana Mungu ametuleta hapa kusema na wewe jioni ya leo. Umefanya matendo mengi ya kumuudhi Mungu, ya kumkasirisha Mungu. Ulitoa kuku ukapeleka kwa mganga ili uweze kufanikiwa katika mambo yako, katika shughuli zako. Mwingine anauza tu biashara ndogo, karanga, lakini ameenda kwa mganga kupeleka kuku, akamwaga damu. Damu ile inamlilia Mungu kwa sababu ile ni damu ya mnyama ambao Mungu alikupa ili uweze kula ule mnyama, lakini ukapeleka kwa waganga na machawi majini wako ya madamu yale. Na damu ile ya kuku inamlilia Mungu. Na wengine sio kuku tu,
wengine wakafikia hata hatua kutoa damu ya mbuzi, wengine wakafikia kutoa damu mpaka hata za wanadamu. Lakini damu hizo zote leo, jioni ya leo, Mungu anasema kwamba zinamlilia Mungu kutoka katika ardhi. Zinamlilia Mungu damu hizo. Mimba hizo ndugu yangu ulizotoa dada yangu, mimba hizo ulizotoa mama yangu. Mwingine alibeba mimba baada ya kuona kwamba mtoto huyu ni mdogo, amemzaa baada ya miezi michache. Sasa akasema kwamba haiwezekani. Daktari akamwambia kwamba lazima mimba uitoe. Lazima mimba utoe. Aliyekushauri ni daktari. Damu hiyo inamlilia Mungu kutoka kwenye ardhi. Kwa sababu uliogopa aibu ya wanadamu kwamba litaonekana kwa mwanadamu. Na ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, Mungu anakupenda sana, na ndio maana ametutuma jioni ya leo. Ni habari ya kilio, ni habari ya maombolezo, ni habari ya damu kulilia, ni habari ya kilio. Ndugu yangu, kwa habari ya kilio, kilio sio kizuri. Kilio ni kitu kinachosikitisha. Pale ambapo tunavyoona mtu anavolia, pale ambapo tunavyoona mtoto anavolia, tutakavyomuona baba analia, mama analia, tunashikwa na sisi wenyewe na uchungu. Na Mungu anasema kwamba damu zinamlilia kutoka katika ardhi. Damu zinamlilia Mungu. Damu zinamlilia Mungu. Na ndio maana Mungu ametutuma jioni ya leo ili tuweze kutubu, ndugu yangu. Ili tuweze kutubu juu ya damu hizo ambazo ulizozimwaga. Ili uweze kutubu. Amen. Kaka yangu, dada yangu, Yesu Kristo anakupenda sana. Yote ambayo umeyafanya sirini, ulifikiri kwamba mwanadamu hanioni, mume wangu hanioni, mchungaji hanioni, baba hanioni, mama hanioni, lakini Mungu alikuona. Vyote ambavyo ulivyovifanya sirini, yote ambayo ulienda kwa mganga, yote uliyofanya sirini, yale matambiko yote ambayo mliyofanya katika siri, Mungu ameyaona. Na ndio maana jioni ya leo amekuletea habari hizi. Amekuletea habari hizi, anakuambia kwamba damu hizo zinamlilia Mungu kutoka katika ardhi. Na jioni ya leo Mungu anataka utubu. Mungu anataka utubu. Amina. Na usifanye moyo kwa mgumu. Ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, ninapokaribia kumaliza sasa, tafakari njia zako. Tafakari, kwa sababu Mungu wetu anasema kwamba damu zinamlilia Mungu kutoka katika ardhi. Damu zisizo na hatia zinamlilia Mungu kutoka katika ardhi. Na wengine walishaambiwa kwamba watubu, lakini wanadamu kwa sababu ya mioyo yetu migumu, tumekuwa na mioyo migumu, tunapoambiwa habari ya kutubu, mwingine anaona aibu kwamba nitatubuje mimi sijamwaga damu. Mimi sijamwaga damu. Hujamwaga damu. Na wakati ndugu yako amemwaga damu, mama yako amemwaga damu, dada yako amemwaga damu. Ole wako ndugu yangu. Ole wako. Ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, hatuko salama, hauko salama. Baba, mama, kijana, hauko salama. Kama haujatubu, kama hujampokea Yesu Kristo na kutubu, hauko salama. Hauko salama. Hauko salama. Kwa sababu damu inamlilia Mungu. Damu inamlilia Mungu. Na nyingine ni damu ambazo zisizo na hatia. Vitoto vichanga vilitolewa mimba, leo hivi namlilia Mungu. Leo hivi wanaomboleza. Wengine wamekufa kwa namna moja nyingine kwa sababu ya wewe ulifanya hayo maagano ambako kwa namna moja nyingine yanamuudhi Mungu, ambayo yanamuhuzunisha Mungu. Lakini jioni ya leo Yesu Kristo anataka utafakari neno hili. Ni ujumbe wa Mungu mwenyewe ndiye ambaye amesema. Ndio maana pale akaanza kusema na damu. Mengi umeyafanya sirini, wewe mwenyewe unajua. Na jioni ya leo Yesu Kristo ameleta habari hizi ili uweze kutafakari njia zako, ili uweze kutafakari mwenendo wako. Anachokitaka tu kwako wewe ni toba na kuacha. Amen. Kwa sababu mwingine bado anaendelea, bado kuua. Anafikiri kwamba na maana mwanadamu hanioni. Anafikiri kwamba mama hanioni, baba hanioni, ndugu yangu hanioni. Lakini Mungu anakuona. Amen. Mungu anakuona chochote kile unachokifanya sirini. Na mwingine hata anafanya labda usiku wa manane, anafikiri kwamba labda mimi sionekani, mtu yote hawezi kuniona ili ninalofanya. Na mwingine hata anaweza kaficha hata sura yake. Mwingine akaficha sura yake kwamba labda asinione ili nifanye jambo hili, lakini kwa namna moja nyingine maneno ya Mungu anasema kwamba damu inanililia kutoka katika ardhi. Damu inamlilia Mungu kutoka katika ardhi. Ndugu yangu, salama yetu iko katika kutubu. Salama yetu iko katika kutubu. Amen. Salama yetu iko kwa Yesu Kristo. Kutubu. Na hata ikiwezekana hata muda mwingine kutubu kwa mwanadamu. Kwa
kwa sababu hata muda mwingine wewe ambaye ulimshawishi kwamba tutoe mimba hiyo tufanye hivyo, ni mwanadamu mwenzako, wewe ulishauriana na yeye na hatimaye agano hilo. Sasa nitakuwa utubu mbele za wanadamu na mbele za Mungu pia. Amen. Maana mtoto huyu ambaye alimshawishi mtoto kwamba hasa wewe ni mwanafunzi, hasa ili uweze kusoma mwanangu, ili uweze kumaliza shule, inabidi tukatoe mimba, na mtoto yule unakuta anatolewa mimba na mwingine mpaka analia. Yani hataki, lakini sasa analazimishwa kwamba lazima meza idawa. Sasa baba, mama damu inamwagika mama. Damu na baba, hapana mwanangu, nataka usome. Mtoto yule anafanya kitendo kile, lakini ni kwa kulazimishwa na mzazi wake, ni kwa kulazimishwa na ndugu yake, ni kwa kulazimishwa na shangazi yake, ni kwa kulazimishwa na mjomba yake. Sasa damu hiyo ni kama mtoto yule analia, yeye amelazimishwa. Hasa damu hiyo ambayo haina hatia inamlilia Mungu. Umefanya mambo kama hayo, inamlilia Mungu, inamlilia Mungu kutoka katika ardhi. Kwa hiyo ndugu yangu, tafakari jioni ya leo. Yesu Kristo ametuleta hapa ili tuweze kutengeneza, kwa sababu hakuna salama nje ya toba. Anachokitaka sisi kwamba tutubu, kwa sababu neno la Mungu katika Mithali 28 mstari wa 13 anasema kwamba azificha dhambi zake hatafanikiwa, bali azungamana na kuziacha atapata rehema. Yesu Kristo anataka kwamba tutubu dhambi zetu, tutubu pale ambapo tulipomwaga damu, kwa kujua, kwa kutokujua. Tumwambie Mungu kwamba atusamehe, tumwambie Mungu kwamba aturehemu. Pale ambapo tulivyokula kisusio ni dhambi ambayo tuliyofanya. Hata na mimi pia zamani hizo nilikuwa pia nakula visusio, lakini nilivyojua nikatubu, nikatengeneza na Mungu, na leo hii nikapata msamaha wa dhambi. Amen. Kama ambavyo na Mungu anavyosema, kwa namna nyingine uhai wa ule mnyama, hatupasi kula uhai wa mnyama. Unapochinja pale ng'ombe, mwingine anakinga damu ile, anakatakata nyama zile, unakuta anakanga. Hata kwetu kule makabila mengi sana wanakula, wengine wanaita kisusio, wengine sio kwa majina yao mengi tu, lakini ile ni damu unayokula. Damu zote zile ambazo umekula, madamu yale ule ni uhai, ni magano yale ambayo ulikuwa unakula. Lakini kwa namna moja nyingine Yesu Kristo ametutuma jioni ya leo ili uweze kutafakari, ili uweze kutubu. Amen. Amen. Damu ya Yesu inanena mema jioni ya leo. Damu ya Yesu inanena mema kwako kijana mwenzangu. Damu ya Yesu inanena mema kwako kijana, mzee, baba, mama, kaka. Na damu ya Yesu ndio ambayo inatusafisha, ndio ambayo inatusamehe, ndio ambayo inatuondolea ondoleo la dhambi. Na tunapotubu dhambi zetu tunafanya kwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo pale ulipo ndugu yangu, wewe ambaye unatamani kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, wewe ambaye unataka jina lako andikwe kitabu kile cha uzima milele, maana wale wote ambao damu zinamlia Mungu kutoka kwenye ardhi, pale ambapo tumemkosea Mungu, pale ambapo ile kwa namna nyingine tumemhuzunisha Mungu, tumemkasirisha Mungu, Mungu hana furaha na sisi. Ni kwamba ukiendelea kusoma kwa habari ya Kaini, kwa sababu Kaini hakuomba msamaha mbele za Mungu, ndipo ambapo mpaka akapewa laana ile. Lakini badala ya kutubu, wanavyoambiwa kwamba umefanya nini? Umefanya nini kijana? Umefanya nini mtoto? Umefanya nini mzee? Kwamba atubu, amwambie Mungu, naomba unisamehe, nimekosa mimi, nimeua, Baba naomba unisamehe. Anaanza tena kujitetea, tena anasema kwamba kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Wewe unaulizwa na Mungu, alafu tena anamjibu tena Mungu jeuri, na wakati Mungu anakuona yote, Mungu aliyaona. Sasa Mungu jioni leo anachotaka sisi ni ili tuweze kutubu. Anataka utubu binti, anataka utubu mama yangu, anataka utubu baba yangu, kwa sababu muda si mrefu utakwenda kutoa hesabu ya yote ambayo uliyofanya, na yote uliyofanya, yote uliyofanya sirini, damu zote ambazo ulizozimwaga, ukazitegemea hizo damu kwa Mungu. Hata leo hii mtu hawezi kufanya jambo lingine lolote lile mpaka atoe damu. Sasa kuna mambo nyingine, yote yale yanamhuzunisha Mungu. Mungu anasema umefanya nini wewe? Unafanya nini wewe? Kutoa makafara hayo ya mbuzi, kutoa makafara hayo ya kuku. Yesu Kristo anataka utubu jioni ya leo. Kwa hiyo pale ulipo, unatamani na wewe uweze kusamehewa, mwambie Baba kwamba mimi nimekosa, naomba unisamehe. Kwa hiyo pale ulipo sasa, naomba sasa kuomba pamoja na wewe, mwambie Bwana Yesu kwamba akusamehe. Sasa naomba pamoja na wewe, sema
Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Baba, ninaomba rehema zako. Ninaomba unisamehe kwa damu ambayo niliyomwaga isiyo na hatia. Na wewe umesema jioni ya leo kwamba damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi. Bwana Yesu, ziko damu nyingi ambazo nilizozimwaga kwa kujua au kwa kutokujua. Bwana Yesu, naomba rehema zako. Naomba unisamehe. Naomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, ingia ndani ya moyo wangu. Unisafishe kwa damu yako ya thamani. Unisafishe kwa damu yako ya thamani. Bwana Yesu, damu yako ninao mema kuliko damu zote zilizomwagika hapa duniani. Naomba unirehemu. Naomba unisafishe kwa damu yako. Damu ya Yesu iweze kunifunika, iweze kunisafisha, iweze kunitakasa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa kunisamehe. Asante kwa kuniandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kunionya. Asante Bwana Yesu kwa kusema nami katika jina la Yesu. Amen. Mungu kwetu hajawahi kutuacha. Amen. Yeye ni ngome imara. Amen. Yeye ni msaada wetu. Amen. Yeye ni kimbilio. Amen. Yeye ni uzima. Amen. Jioni hii Mungu akatuonekanie kwa namna ya tofauti. Amen. Na mimi kila mmoja atapokea sawa sawa na mapenzi yake. Amen. 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 Somo la leo jioni hii linatoka Isaya 66 ule mstari wa kwanza. Tasoma kwa jina la Yesu mpaka ule wa pili. Bwana asema hivi: mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Bwana anasema tutamjengea nyumba ya namna gani? Tutamjengea Bwana nyumba ya namna gani? Bwana anatutaka sisi tumjengee nyumba. Maana anasema mahali mbinguni ni sehemu aliweka kiti chake cha enzi, na duniani ni mahali ambapo anaiweka miguu yake. Tuchukulie mfano wa daraja hili. Ni mara ngapi michango imekuwa ikipita kwenye hili daraja? Tuifanye kazi ya Bwana wapenzi. Tumjengee Bwana nyumba kupitia daraja hili. Angalia watoto wetu wanavyovuka kwa shida. Wanavuka kwa hofu kubwa. Wanavuka kwa wasiwasi mwingi. Tumjengee nyumba Bwana ya namna gani? Tufanyie kazi ya Bwana ili tuweze kusonga mbele. Tuondoe mashaka na wasiwasi. Kwa maana Mungu anahitaji tukae katika amani. Mungu anatutaka sisi tuishi kwa amani. Mambo mengine yote, makando yote yakae pembeni. Wewe unayekuja kuanga kwenye hili daraja, ukaleta mbuzi, ukaleta damu ya ng'ombe, ukaweka usiku, ukasema hauonekani. Mungu anakuona. Unakuamisha kazi ya Bwana. Unamjengea Bwana wako nyumba ya namna gani? Unataka nini kwa Bwana Yesu? Mungu anasema na sisi jioni ya leo. Anahitaji sisi tumjengee nyumba. Anahitaji sisi tufanye kazi yake katika roho na kweli. Tujitoe kwa moyo wote kwa kila kitu chote alichofanya. Maana yeye anasema ndio alivyovifanya yeye mwenyewe. Alifanya vyote. Alifanya mbingu na nchi. Yeye ndio aliyeumba mito, mabonde. Ameumba milima, vilima vyote na vyote vinavyoonekana. Sasa wewe ni nani unayejiinua kwenye mto, rafiki yangu? Wewe ni nani? Wewe ni nani unayeleta mashindano kwa Bwana? Wewe ni nani mbele za Mungu unayeshindana na huyu mto, unakuhamisha maendeleo ya watu yasitokee? Angalia watoto wetu wanavyoteseka. Angalia watu wazima, wazee wanashindwa kuvuka hata hili daraja.
Mnamjengea Bwana nyumba ya namna gani? Tumjengee Bwana nyumba ya namna gani? Tuisikilize sauti ya Bwana. Mungu anahitaji tubadilike. Mungu anahitaji tumwelewe. Mungu anahitaji tufanye kazi yake. Mungu anahitaji tumtumikie yeye mwenyewe katika nchi aliyoifanya. Yeye ndio aliyefanya vyote. Yeye ndio anayemiliki vyote. Amen. Naomba unisomee Zaburi ya 24 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Zaburi ya 24 tafadhali. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi ya 24, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Amen. Wote wakao ndani yake. Amen. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari. Amen. Vito vya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Amina. Ni nani atakayesimama patakatifu pake? Amen. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, ee Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, na viinueni enyi malango ya milele. Amen. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Amen. Ni nani mfalme wa utukufu? Ni Bwana majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Amen. 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 Asante kwa jina la Yesu. Tazama Bwana anasema mbingu na nchi vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Amen. Yeye ameweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Tazama mto huu Bwana alishaudhibitisha. Ameudhibitisha kwa kila hali, maana ndo aliyefanya. Wewe ni nani sasa ambaye unataka kuharibu kazi ya Bwana? Mto ameudhibitisha. Yeye ndo aliyeudhibitisha mbingu na nchi. Yeye ndo aliyefanya. Yeye ndo aliyefanya vyote unavyoviona, vinavyoonekana na visivyoonekana. Dunia na wote wakao ndani yake. Yeye ameiweka misingi juu ya bahari. Yeye amethibitisha mito, bahari, viumbe vyote. Ni nani atakayesimama katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayekaa katika patakatifu pake? Mtu mwenye mikono safi na moyo mweupe. Ndugu yangu, hebu jaribu kufanya mikono yako iwe safi. Hivyo vyote unavyoshika hivyo vya unajisi kwa Bwana havifai. Unashika vitu kwa mikono yako ukisema kwamba unafanya kitu cha kumpendeza Mungu. Kumbe unajidanganya mwenyewe mpendwa. Unavyoshika yule jogoo unakuja unachinja hapo eti unaweka matambiko. Matambiko ya nini? Acha kazi ya Bwana iende mbele. Usinajisi mikono yako kwa kupitia maneno ya ulimwengu huu. Unajidanganya bure. Unaenda kwa waganga. Unaambiwa nenda kachinje mbuzi. Unachukua kisu na mikono yako unachinja mbuzi. Unajidanganya, unasema kwamba hapa ndo unafanya kazi ya Bwana. Umepotea ndugu. Nyanyuka huko uliko. Toka kwenye hayo mashimo wanakokupeleka. Fungua ufahamu wako na maarifa yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu anataka tuende mbele, tusirudi nyuma. Kwake hakuna kurudi nyuma. Tunahitaji kufanya kazi ya Bwana. Mbingu na nchi vyote ni mali yake. Dunia na wote wakao ndani yake. Ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayesimama katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayekaa katika patakatifu pake? Anasema ni mtu mwenye mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Hakuapa kwa hila. Hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wetu. Hiyo ni Mungu anataka tutende hiyo. Haki kwa Mungu wa wokovu wetu. Haki kwa Mungu wa wokovu wetu. Kila atendaye haki anampendeza Mungu. Lakini chochote unachofanya kisicho cha haki ni dhambi mbele za Mungu. Ni dhambi mbele za Mungu. Chochote unachojua wewe mwanadamu unafanya kisicho cha haki ni dhambi mbele za Mungu. Anataka sisi tuishi katika haki. Yeye ndio mwenye haki na yeye ndio mwalimu wetu. Yeye ndio aliyethibitisha. Yeye ndio mwema, mwenye fadhili zote. Haleluya. Haleluya.
Yeremia, tusogee hapo Yeremia 17. Yeremia sura 17 ni mstari wa 5 na wa 8. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. 17 mstari wa 7 na wa 8. Amebarikiwa mtu yule anamtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari, japo jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa mvua, wala utaacha kuzaa matunda. Haleluya. Amen. Amebarikiwa mtu yule ambaye ni kama jani kando ya mto. Haleluya. Mti utazaa matunda huu. Ndugu yangu, mto una kazi kubwa sana ya Bwana. Mto una kazi kubwa sana ya Bwana. Maana anakuambia ni kama mtu anavyopanda mti wake kando ya mto, unaleta matunda. Wewe unakuja unaweka huko unajisi, unachafua. Ndugu yangu, usipende kutafuta laana, maana wewe utakuwa umelaaniwa kuliko hawayawani wote. Utakuwa umelaaniwa kuliko wanyama wote. Tuitii kazi ya Bwana. Tuitii kazi ya Bwana. Tuitii kazi ya Bwana, maana ndiko alikoamuru vyote vikawa. Ndiko alikoamuru vyote vikatokea. Naomba nisome Zaburi 127 tena hapa. Tasoma katika jina la Yesu, Zaburi 127. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaamka mapema na kukawia kwenda kulala, na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, naam, hawataona aibu wataposema na adui langoni. Amen. Amen. Tunaona hapo, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoijenga nyumba, wapendwa, waijengao wafanya kazi bure. Yaani bado Mungu anaendelea kutuasa. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Wewe unayeenda kuharibu kazi ya Bwana, wewe unayekuwa na mawazo mapotovu, unafanya kazi bure. Unatakiwa kuishi katika sheria alizotupa Bwana Mungu wetu, ili kwamba yale mapenzi yake yakapate kutimia. Unatakiwa kufahamu nini mapenzi ya Bwana kwako, nini mapenzi ya Mungu kwako. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, waulindao wakesha bure. Amen. Amen. Kwa hiyo wapendwa, msijisumbue. Msijisumbue mkacha vitanda vyenu mkaja kufanya vitu ambavyo havimpendezi Bwana. Hiyo ni mwisho katika hili daraja. Hatutaki kuona tena hayo mnayoyafanya. Amen. Tunafunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kupitia Mathayo 16:18-19 tumewafunga kwa damu ya mwana kondoo. Bwana asipoujenga mji, wa ujengao wafanya kazi bure. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Damu ya Yesu ikanene mema kwenye hili daraja. Damu ya Yesu ikakutania na kila mmoja mmoja. Damu ya Yesu ikaangalia na kusafisha pale ambapo kuna mabonde na milima, katika utukufu wa Mungu Baba. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Neema. Amina. Neema Makala Safari. Ruben. Amina. Amen. Tupo hapa tumeleta ujumbe wa neno la Mungu. Amen. Katika kivuko hiki damu ya Yesu inanena mema mahali hapa. Amen. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Amen. Damu ya Yesu
Amina. Inatikisa mahali hapa, chochote kilichonenewa mahali hapa. Amen. Hiyo damu ya Yesu ni damu inayosafisha. Amen. Hakuna damu nyingine isipokuwa ni damu ya Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu watu watavuka hapa. Amen. Na ujenzi utaendelea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Nitasoma kitabu kile. Nitasoma, somo letu linapatikana katika kitabu cha Mika. Somo letu linapatikana kitabu cha Mika sura ile ya 6 mstari wa 8, nao unasema: mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Amen. Wewe mwanadamu unayetenda mabaya, Mungu anakuonyesha yale yaliyo mema. Wewe unakuja mahali hapa kutenda yaliyo mabaya katika kivuko hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina la Yesu, hiki kivuko watu watapita, bali anataka wewe mwanadamu utende mema. Amen. Na rehema. Amen. Mbele za Mungu. Amen. Na kunyenyekea. Wewe ni nani unayekuja mahali hapa unakutenda yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anasema hapa kivuko watu watapita. Hakuna kilichozuiliwa mahali hapa kwa jina la Yesu. Amen. Damu ya Yesu inanena mema kwa jina la Yesu mahali hapa. Damu ya Yesu inanena mema kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana linatukuzwa mahali hapa. Hiki kivuko watu watavuka kwa jina la Yesu. Amen. Nitaimba huu wimbo wakati tunamalizia. Amen. Tuimbe wimbo huu ili damu ya Yesu ifurike mahali hapa. Amen. Damu ya Yesu ifurike kila pande. Amen. Kaskazini, magharibi, kusini na mashariki. Haleluya. Amen. Na hata chini tunapeleka damu ya Yesu. Amina. Utaenda kuimba sasa. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu hiyo, damu hiyo, damu damu ya Yesu hunena mema. Damu ya Yesu yanena mema. Damu hiyo kweli, damu hiyo, damu ya Yesu hiyo, damu kweli, damu safisha damu ya Yesu yasafisha mahali hapa. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu hiyo, damu hiyo kweli, damu hakuna nyingine, damu nyingine, hakuna damu nyingine ila ni damu ya Yesu yasafisha kabisa. Damu hiyo, damu safisha hiyo
hiyo damu husafisha kabisa. Damu hiyo, damu hiyo, damu hiyo husafisha kabisa. Amen. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi 18, aliyepata nisomea hapo. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Wakorintho wa pili 6 mstari wa 14 hadi 18. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie na sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Amen. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi 18, ya kwamba msifungiwe nira na wasioamini. Je, unashirikiana vipi na watu ambao hawaamini kile ambacho wewe unaamini? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kabisa mtu hamna mtembeo mmoja. Mnawaza maendeleo, lakini miongoni mwao wapo watu ambao hawawazi hayo maendeleo wala hawana mpango nayo. Wao kazi yao ni kuzuia na kukwamisha mambo yasiende. Unashirikiana vipi na watu wa namna hiyo? Ndio maana neno la Bwana nasema msifungiwe nira na wasioamini. Hawaamini katika kile ambacho kitafanikiwa. Wapo watu waliamini kwamba hili jambo haliwezekani, halifanikiwi, na miongoni mwao unaweza kukuta kwenye vikao na kwenye ushirika wamo, lakini ni wapingaji wakubwa, hawataki maendeleo. Hawataki tufanikiwe na vivuko hichi kiweze kujengwa katika jina la Yesu. Leo wakatoke kati yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Wakatoke kati yetu kivyote. Bwana Yesu asifiwe. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa maana pana haki, pana wanasema hivi, kwa jinsi sivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Kigagura huyo ana faida gani hapo? Anazuia hiyo mpango na mikakati isiendelee. Katika jina la Yesu Kristo na tete hai, kila kigagula lezuia, kila kifungo mnavyozuia, leo katoke katika jina la Yesu. Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Ulimwengu roho ya giza unatamalaki hapa. Leo kwa kuwa tumekanyaga katika eneo hili tunamiliki na Kristo, kila nuru za giza zilizo katika eneo hili hazitafanikiwa katika jina la Yesu. Kama hapana ushirika kati ya nuru na giza, leo kila giza iliyopo katika eneo hili tunafunga leo kwa Mathayo 18:18, haitainuka wala kufanikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tena pana uingilifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie na sehemu gani pamoja na yasiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Nami Yesu Kristo akakae ndani yetu na akatembee kivyote na watu wa mji huu. Kila atakayepita hapa akatembee ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, tokeni kati yao, tokeni kati yao. Nasi tunasema jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, toka kati yetu wewe unazuia na kukwamisha katika jina la Yesu Kristo. Salamu yako ni kupiga goti mbele za Bwana kwa Filipi sura ya 2 mstari wa 9 na 11, na kukilia kuwa Kristo ndiye Bwana. Kila kizuizi kinachozuia, kila mtu anayezuia, toka kati yetu usiamini. Waliozuia toka, waliofunga toka, waliokomisha toka katika jina la Yesu. Hatuna fedha, hatuna dhahabu, ila tunalo jina la mfalme wa wafalme, Bwana mabwana. Patapitika katika jina la Yesu. Jioni ya leo nakaa vipi na watu wasioamini?
wanafunga kila siku na kuzuia, wakiona maneno kama kina Sanbalati na Tobia ya kwamba hili jambo haliwezekani, haya mambo hayafanikiwi. Wanajenga nini kile? Hata mbwa akipita hapo kitaanguka. Katika jina la Yesu Kristo naongea saa hii, katika jina la Yesu Kristo tutavuka, na tutavuka katika jina la Yesu Kristo. Kila maneno yaliyonenewa katika eneo hili tunabatilisha kwa Isaya 7:7, hatafanikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Isaya sura ya 60 mstari wa 1, inuka ukaangaze, maana nuru ya Bwana imekuzukia. Nuru ya Bwana leo imefika katika eneo hili, nasi tutainuka na kuangaza na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo, na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo, na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo, na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Hakutakuwa na chochote kitakachotuzuia. Kila ambaye anakwamisha, kila ambaye anazuia, kila ambaye anafunga mambo haya yasifanikiwe, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, yeye ndo akatoke kati yetu. Sio radhi, sio mbaya kuona msiba kesho yule anayezuia. Sisi tutakuja kufinya kwa ubwabwa. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kana tuzuia na kutukwamisha. Tafsiri ya daraja manake kuvuka katika hatua moja kwenda nyingine. Manake wamezuia hata maendeleo na ustawi wa miji hii miwili. Wamekwamisha hata ustawi wa miji hii miwili. Leo katika jina la Yesu Kristo ninatuma kwenye anga, natuma kwenye ardhi, kwenye mimea, kwenye wanyama, kwenye ndege, kwenye wadudu, kila kigagula, kila uchawi, kila uganga, kila ulozi, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, madhabahu zote zilizo katika mto huu zikaharibiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shout to Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Namshukuru sana Bwana Yesu Kristo kwa kile ambacho Bwana amesema nasi. Tunaamini katika jina la Yesu ya kuwa tunavuka na tutafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. 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 Maombi baba anakuja. Kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amani yake inayopita amani zote iwe juu ya nafsi yako, roho yako. Nimekuani wa kifalme Bwana Yesu Kristo, Alista Albano kutoka Gombo Maranatha, na kusalimu na kukaribisha katika tafakari neno la Mungu aliye hai na shuhuda mbalimbali za matendo makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Salamu katika Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini, Afrika, Ulaya, Asia, Australia, mabara yote 7 katika ulimwengu ambao kuna binadamu wanaweza kusikiliza. Nakaribisha sana tuwe pamoja. Amen. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 kwa mstari wa Kristo. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili ni waandikiao ninyi katika zote mbili, na ziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani, kuyakumbusha maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri na Bwana Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hivyo hivyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana ufumbua macho yao isione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile na wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili ya kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikie toba. Wote waifikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufunuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yake yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii
ili muonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa, kama vile walivyopotoa na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenu na msije mkachukuliwa na kosa la uhalifu mkaanguka na kuacha udhibitifu wenu. Lakini kuweni katika neema katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu na yeye sasa na hata milele. Haleluya. Ninamshukuru Mungu aliye hai. Nashukuru kwa ajili ya neno lake. Namshukuru kwa ajili ya mahali ambapo tumefika, na nashukuru kwa neema yake na rehema zake kwamba tumepata nafasi ya kuwa mahali hapa katika kivuko hiki mashuhuri kwa jina la Kinega. Na tumekuwa tukipita hapa miaka kadhaa. Tunashukuru hata wale wabunifu waliokuwa je kubuni jinsi kuhakikisha kwa kunavuka. Na kila baada ya miaka kadhaa bahati mbaya huwa kinavunjika. Na hatujakata tamaa katika juhudi zote, hiyo katika kuomba, hiyo katika kujitoa kama hivi ndugu zetu ambao wanajitoa hapa. Mungu aone kujitoa kwao. Umesikia wakati wengine walikuwa wanajenga, waliambiwa hiyo kitu mnajenga ya kijinga tu. Lakini hapo wanapita wao na familia zao. Mimi niwaambie tu wale ambao wajenzi wanajitoa wanapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu kwa kule kujitoa, kwa sababu ziko roho nyingi zinapata kuokolewa kwa kupita hapa kwa usalama, hususan hasa watoto, wamama wajawazito na watu ambao wana udhaifu mbalimbali. Kupita kwao hapa wanamshukuru Mwenyezi Mungu. Na nasi kama wenzangu walivyotangulia kuomba, na mimi ningependa kuomba pia kwamba Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mwaka huu wa mwisho kupita katika hali hizi ngumu. Na sababu kusema hivyo mwaka huu wa mwisho, na mimi na uthubutu fulani hivi wa kibabe, yani kama kwa namna moja Mungu atanipa uhai wa siku zilizobaki huko mbele 26 kwenda 27, mimi natamka kwamba huo ndio mwisho kupita katika taabu. Amen. Tafanya kwa vile alivyoniwezesha Mungu, alivyonijalia, alivyonibariki kufanya. Sitangazi kwamba natafuta umashuhuri au sifa. Hakuna aliye mashuhuri kama Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siwezi kuwa, hakuna aliye mashuhuri kama huyo, siwezi kuwa kama wao. Ila mimi nitakachofanya Mungu atujalie, na naamini kabisa kwamba kuna jambo linawezekana. Amen. Kuna kile ambacho kinajengwa pale pembeni, tunashiriki kwa namna moja kwa hali na mali, na tunaamini pia kitaisha. Nacho pia tumepewa madongo yetu ya kutosha. Tumepewa maneno mengi sana ya kukatisha tamaa. Lakini niseme zile kelele za kukatisha tamaa hazina shida. Unapokatisha tamaa, sisi tunaona ni kama vile mtu anatupiwa mawe. Yale mawe unayakusanya na kuwa msingi. Kwa hiyo sisi tunayajenga, tunaendelea mbele. Tunawashukuru sana wanaotukatisha tamaa, kwa sababu kama wasingekuwepo wao tusingekuwa na bidii. Mimi zamani nilikuwa boxer, mpiganaji wa ngumi. Ndio maana bado naonekana na afya njema. Nikikwambia na miaka mingapi utaona natania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulipokuwa tunapambana kabla kuingia kwenye ulingo, kuna mtu anaweza akaja na jeneza akamwambia leo Alisa mimi nakutoa knockout, yani ufike hata raundi ya pili. Alafu unamtizama amekuja na makelele yake, sisi tunamwangalia tu. Kiingia pale zile kelele hazimsumbui, tunasema wewe subiri tuone hizo kelele. Na mpiganaji siku zote huapigi kelele. Kwa hiyo unaingia kwenye ulingo pale, ile knockout aliyosema yeye ndio anaikuta yeye yuko chali, watu wanabeba wanapeleka huko. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa hili la hapa kwanza nimeshatamka, na wenzangu waliotangulia kutamka, na sauti ya wengi ni ya Mwenyezi Mungu. Kwanza kwa hapa nilikuwa sijafika kwa sababu nilikuwa napita kule kwa Kongo, lakini leo nimeona na nimethubutu kupita, nikaona kwamba bado si salama. Kristo karibu anarudi, na dalili zake ndio kama hivi. Tutakutana na watu wanasema mambo ya viaka, wanaofundisha mafundisho ya upotovu katika kudanganya. Lakini sisi tunafundisha kweli. Kwamba amesema hapa mwaka mmoja unaweza kama ni sawa siku moja, na siku moja inaweza kama mwaka mmoja. Dalili na viashiria vya kwamba karibu anarudi ni kama hizi. Leo unaweza ukawa umepita kwenye kusanyiko la watu
na hasa kwenye labda kwenye vyombo vya usafiri, hata nyakati nyingine kwenye matukio kama ya muziki au matukio ya mpira. Kuna wakati mwingine unaweza kumuita dada Samani sogea hapa, kumbe umemuita kijana wa kiume bila kujua, kwa sababu alivyovaa na anavyoonekana ni kama msichana. Vitu hivi vilikuwa vipo miaka ya zamani kwetu Tanzania na Afrika, lakini sasa hivi imekuwa vya kawaida. Wakati mwingine unaweza kumwambia kaka sogea pembeni kaa vizuri, kumbe unayemwambia ni dada. Mavazi yanamwakilisha, mavazi aliyopaswa avae mwanaume kavaa mtoto wa kike na anaona kawaida. Mimi najiuliza wazazi wao mimi kwangu ningekwambia siku hiyo tafuta tu pa kulala. Mimi siwezi kukuruhusu ukae kwangu sababu siwezi kuruhusu vitu kama hivyo. Lakini leo tunapata shida kujua ni mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Mavazi wanashindana kupaka vipodozi, wanaume wanashindana kupaka, sasa hivi nafika mpaka wanapaka ambi mdomoni, wanasuka na nywele, wanaweka na vipini. Nimekuta mwingine ameweka mpaka vikuku mguuni. Mtoto wa kiume unataka nini? Lakini tumefika mbali kule. Kuna mmoja alikuwa anaishi Arusha, kijana wa kiume ameenda Canada, yeye amefika mbali, alikuwa ni shoga, lakini ametoka kwenye ushoga. Kuna kitu kinaitwa transgender. Transgender manake ni kuhamisha jinsia. Kwa hiyo anaenda kule, wameondoa hii kitu ya kiume yote, wameondoa, wakatengeneza ya kike, wakamwekea mtoto wa Kitanzania. Huyo kawekewa hiyo, anafanya mazoezi ya kuongea kama mtoto wa kike, anatembea kama mtoto wa kike, na aliyemfanyia hivyo na kumdhamini ni mwanaume ambaye ni mume wa mtu yuko kule Canada. Kamfanyia hiyo kwa ana mke, lakini kamfanya kijana wa kiume kuwa mke ambaye amemtengeneza. Kuna hali kama hizo, na hii inakuja pia Tanzania. Lakini pia kuna mama mmoja kakataa kuwa mwanamke, naye amefanywa transgender. Kwa hiyo ameondolewa ile sehemu za siri za kike zikawekwa za kiume. Mimi sizungumzie kwa bahati mbaya au kama natunga. Mimi ninaona hapa licha kuwa mchungaji ni mwanahabari, kwa hiyo ni mtu ambaye anafuatilia habari katika ulimwengu, na bahati nzuri hazinipigi chenga, kwa hiyo ninafahamu ninachozungumza. Kwa hiyo mama kabadilisha sehemu zake za siri kaweka za kiume, lakini sasa anaanza wote walioa kike alibadilisha sehemu zake kuwa za kiume. Anajuta kwa sababu kila baada ya miezi 6 anatakiwa akafanywe service za kitabibu ambazo zinagharimu hela nyingi sana ili kuweka ile hali ikae sawa, sivyo anamongonyoka, vinaoza vitu fulani, na pia anapoteza hisia za binadamu. Kwa hiyo imefika hapo. Lakini hivi karibuni tena kimetokea kituko hapa Tanzania. Mwanamitindo na mcheza filamu na aliwahi kuwa Miss Tanzania, sitaki kutaja jina lake, unaweza kama na mwingine, amearifiwa na kaumbwa chake, akaandaa sherehe yani rambirambi na kikao kwa kitabu pale cha kwenda kuomboleza. Kuna siku ya maombolezo, na niliona kwa macho yangu baadhi ya watu wazima wa kike na wa kiume wana saini kitabu cha maombolezo cha mbwa wa yule mtoto wa Kitanzania ambaye alifiwa na mbwa wake, na wengine wanaandika, wanatikisa vichwa, alafu wanatoa maurunguti ya hela wanaweka pale. Mimi kwa mtu kwa kuwa ni mtu wa habari na vitu fulani navyofahamu, wakati mwingine niliseme tu huyu dada alikuwa anatafuta kutengeneza kiki kama amesaulika kwenye mambo mengine, kwa hiyo akatengeneza kituko kama kile. Na hata wao kwa kuja kusaini kile kitabu cha maombolezo cha kifo cha mbwa wake, ingawa tujiambiwa kwamba mbwa alizikwa kwa imani gani, maana hapo ilikuwa ni ugomvi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna kiongozi wetu wa kiimani angeenda kusubutu kwenda kuzika, ingeleta shughuli, ingawa sasa hivi wako namna hii, watu kwa ajili ya pesa wanaweza kufanya. Naeleza kwamba dunia imefika hapo. Dunia imefika mahali hapo. Leo kuna baadhi ya hospitali hapo ukienda, ukitaka kuongeza makalio wanakuongezea, ukitaka kuongezea matiti wanakuongezea, ukitaka kuchongea mdomo wanakuchonga, ukitaka uwe mtu ufanane labda na mwanamuziki fulani labda cha kufanya zungui wewe ni sumbui Michael Jackson watakutengeneza. Haya yote ni makufuru ambayo manabii waliotangulia kabla yetu walitabiri na kueleza kwamba kuna zama zitafika zitakuwa hivyo. Na kwetu Afrika sio kisiwa, yanatokea. Sasa haya tukiwa ni wazazi na viongozi wa kiimani, lazima tunapaswa kuyakemea na kusema kwamba hii ni makufuru na Mungu hataruhusu hii hali iendelee kwa muda mrefu, na kama itaendelea kwa muda mrefu ataruhusu hukumu, na hukumu itakapokuja tusione kama Mungu amekosea. Mungu hajakosea. Mungu hajakosea. Kama alivyosema maandiko, Mungu ametoa nafasi ya muda mrefu watu endelee kufanya uovu akitarajia kwamba watatubu na kuacha
kwa sababu Mungu hataki kuona alichokiumba kinaangamia au wanakufa, bali anataka kuona wote wakiishi. Umeona, anataka kuona wakiishi, wakiokolewa. Kwa hiyo aliruhusu hiyo hali. Kwa hiyo wao usio na wasiwasi kwamba Mungu hayupo. Matukio ambayo yanatokea sasa katika dunia kama kisiwa tunapata kupitia habari, vyombo vya habari mbalimbali, ni kwamba yanatuashiria dalili za kiyama, mwanzo na mwisho wa ulimwengu. Naweza kusema ni utungu, zama za utungu. Kwa hiyo kuna mabadiliko yanakuja, kuna vitu vinakuja ambavyo hatuwezi kuzuia kwa nguvu zetu za kawaida, bali kwa kuomba. Lakini pia kuomba kwetu tumaanishe kwamba tujiandae saa ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kila jicho litamuona, kila kabila litamuona, kila taifa litamuona. Hata wale waliokuwa nakataa kwamba haiwezekani watamuona na kukiri kwamba anakuja Masihi. Na atakapokuja haji kuchukua dini au dhehebu, haji kuchukua wachungaji wa mitume, manabii au makuhani. Anakuja kuchukua walio wake, wanaoishi katika amri zake na mapenzi yake, waliomkubali kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Hao tu ndio watakao kwenda na yeye, na wale wengine wataachwa. Kwa mfano, njoo mke wangu. Kwa mfano, naomba isitokee, lakini nachukua tu mfano. Tunaamka asubuhi, nikiangalia kwenye kitanda, huyu Simoni, maanake mheshimiwa, nimebaki na ndevu zangu hapa duniani, nasubiri hukumu ya mwisho. Yeye anakuwa ametwaliwa, na unaweza kusema nikamtazame pale kwenye kliniki ya macho, hayupo. Daktari labda ameenda kazini, labda ameenda sokoni, hayupo. Maanake hiyo ngoma imekula kwangu. Wanasema hao watakao baki, hiyo trip ya pili ni ngumu kuliko zote. Wanasema ni ngumu kuliko zote. Hautauza, hautanunua, hautakula mpaka upitie mateso. Kwa mfano unapoongea hapa, si unataka kula sasa tunakongoa meno haya mawili ya mbele hapo bila ganzi kwa koleo, alafu ndio ule. Sasa wakining'oa mimi ndalia nini jamani? Umeona? Hakuna ganzi. Hivyo mshawahi kusikia shughuli? Sisi mimi nimeshawahi kumwona hospitali na ganzi, bado nilisikia maumivu, nikanyanyuka na kiti. Sasa bado una ganzi, sasa huna ganzi. Lakini pia unaenda nataka kuchukua sukari, leo sukari inapatikana pale, lakini utaki tukuandikie 666. Utaki, tunang'oa kucha bila ganzi. Sio natania, mateso hayo. Utalia kesho, unataka sio nini, unafuata kimo kimoja mpaka unaisha. Sasa ukiweza kuvumilia mpaka mwisho, ndio utaingia, Bwana atakuvumilia. Lakini huko ukimtaja yeye, sasa kama unatukana, bali kuna siku moja jamaa alikosa na gari akatukana tu siku ngumu, nikamtazama kama huyu angekufa huyu, jehanamu inamsubiri. Wewe badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu unatoa tusi. Na watu wamesielewi. Bwana Yesu asifiwe. Zama za kutengeneza maisha yako ni leo. Yesu Kristo akija hata kuja kuangalia dini au dhehebu, anakuja kuchukua walio wake. Trip ya pili anakuja shetani kuchukua walio wake. Hiyo haina kukataa. Mimi bwana nilikuwa hivi, mimi nilikuwa hivi, mimi nilikuwa sijui, mimi nilikuwa sijaambiwa. Tunakwambia kuna vitu ambavyo unafanya, haijalishi unaswali au unasali mahali fulani na unahudhuria ibada, lakini kuna vitu ambavyo vikionekana kwake Yesu anakuacha. Kwa sababu Mwanzo 1:26 na 27 alisema alifanya mtu kwa mfano wake na sura yake. Kwa hiyo Mungu alimkarimisha mwanadamu katika uumbaji. Aliumba kila kitu kwa mfano wake na sura yake. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana, na nisiende mbali sana kwa sababu wenzangu walishatangulia kufundisha na kuhubiri. Niombe tu kwa ajili ya taifa letu, naombe tu pia kwa ajili ya mji wetu. Namshukuru Mungu, mimi naishi yote miwili, Dar es Salaam na Pwani. Kwa hiyo hapa ni daraja letu na linatuhusu. Bwana Yesu Kristo wa Nazareth aliye, ninaomba rehema na kutubia kila uasi na uovu uliofanyika katika maeneo haya. Malango ya kuzimu yaliokuwa yakitumika katika mto huu Mpiji na yafunga kwa Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 na 19, na anga la hapa, wakuu wa anga wa mahali hapa walikuwa kimiliki, ninaonyamazisha kimya na kuondoa kwenye hicho kiti nikiwa nimeketi katika kiti cha mfalme Bwana Yesu Kristo aliye hai, nafasi ya kikuhani kifalme, na kuondosha kila neno lililotamkwa la laana liondoke mahali hapa na kulitungia katika msalaba kwa jina la Yesu Kristo. Kila ambao walikuwa wakisema wao ni wazee wa mji, hawataki kuona mabadiliko ya mji huu,
ninawanyamazisha kwamba hawana nafasi kwa mamlaka ya kuu ya jina lake Yesu Kristo. Mahali hapa patapitika, mji utajengeka, na tunaamini kabisa baadaye kutapita magari ya kila aina, kutakuwa na daraja zuri ambalo litakuwa salama kwa nyakati zote, na tunaamini kabisa mji huu utajengwa. Na juzi nilikuwa kule Kibamba kwa jina la Yesu Kristo, nikasikia watu wakisema kwamba Kibamba itasubiri sana Kidimu ikikamilika. Nami naamini kabisa kwamba mji huu utakamilika. Nami natamka 26 kwenda 27 kutakuwa na mabadiliko makubwa katika mji huu kwa jina lake Yesu Kristo. Kukajengwe shule, kukajengwe vyuo, kukajengwe zahanati, zikajengwe hospitali nzuri, kukajengwe hata mabenki, kukajengwe viwanda na makampuni katika mji huu kwa mamlaka yake Yesu Kristo aliye hai, na tabiria kwamba itakuwa na hakuna anaweza kuzuia. Nchi ya mahali hapa, sikia neno la Bwana, na simama katika nafasi ya kikwani kifanya kitamkia baraka za Bwana. Mungu akafanikisha hiyo kabla ya mwaka 27 kuisha. Kama tukijaliwa kuwepo, Mungu afanye hiyo. Nasema yeye akakamilishe kuanzia mwaka huu kwenda mwakani, kwamba tuone mabadiliko. Na naanzia huu ni mwezi wa 5, kuanzia mwezi wa 6 mpaka Desemba. Kabla tujafika Desemba, tuwe tunapita nyakati zote hapa bila shida. Natamka hivi, nasema hivi, kabla ya mwezi wa 12 tutavuka, tutapita, kila kitu kitakaa sawa. Taongea na kuna mambo kwa Mungu atusaidie, watu wa kule ng'ambo na huku tuweze kuungana ili kuhakikisha kwamba daraja linafanikiwa, na viongozi wetu ambao wako kwenye nafasi zao tukishirikiana nao wa serikali kuhakikisha kwamba kunapitika. Wafanya biashara na wawekezaji mbalimbali waje kuwekeza huku na kuwekeza mambo mbalimbali kwa ajili ya ustawi katika jina la Yesu Kristo. Maana Kristo anapita maneno yote iwe nawe hata milele. Amen.